Watu 400 waripotiwa kuuawa katika shambulizi lililofanywa na Pakistan kwenye hospitali nchini Afghanistan. Iran yakana ripoti za kuwepo kwa mawasiliano na Marekani. Na Israel yaitolea wito Ulaya kuwasaidia kuliangamiza kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Habari kamili. Kabul. Idadi ya watu waliokufa katika shambulizi la anga la Pakistan kwenye hospitali inayowatibu waathirika wa dawa za kulevya mjini Kabul nchini Afghanistan imefikia 400, hii ikiwa ni kulingana na msemaji wa serikali. Abdullah Fitrat amesema kupitia mtandao wa X kwamba shambulizi hilo la Jumatatu usiku liliharibu eneo kubwa la hospitali na kuongeza kuwa watu wengine 250 wamejeruhiwa. Fitrat aidha amesema vikosi vya uokozi vilikuwa vinajaribu kudhibiti moto kwenye jengo hilo na kuondoa miili ya wahanga. Pakistan mapema ilikana kushambulia hospitali hiyo, ikisema shambulizi lake mjini Kabul na maeneo mengine ya mashariki mwa Afghanistan hayakulenga maeneo ya raia. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema hajafanya mawasiliano ya moja kwa moja na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Kauli yake inatofautiana na taarifa za awali za vyombo vya habari kwamba kumekuwepo na mawasiliano baina yao katika siku za karibuni. Araghchi amesema kupitia mtandao wa X kwamba mara ya mwisho aliwasiliana na Witkoff kabla Rais Donald Trump hajaamua kukatisha mchakato wa kidiplomasia na kuanzisha operesheni nyingine haramu ya kijeshi. Gazeti la Marekani la Axios na vyombo vingine vya habari viliripoti juu ya kuwepo kwa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Witkoff na Araghchi hivi karibuni, vikiwanukuu afisa wa Marekani na Iran na duru zenye ufahamu wa suala hilo waliosema Araghchi alimtumia ujumbe Witkoff. Jerusalem. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema jana Jumatatu kwamba Ulaya inapaswa kuunga mkono katika vita vyake dhidi ya Hezbollah wakati vikosi vya Israel vikiendeleza operesheni za ardhini nchini Lebanon. Katika mahojiano maalumu na shirika la habari la AFP kwenye makazi yake mjini Jerusalem, Herzog amesema Ulaya inapaswa kuelewa kwamba kuna wakati ambapo unahitaji kushinda vita ili kusonga mbele. Jeshi la Israeli lilitangaza Jumatatu kuwa lilikuwa likifanya operesheni ndogo za ardhini dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon ili kukomesha mashambulizi ya roketi ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Herzog aidha amekaribisha wazo la Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron la mazungumzo kati ya serikali za pande hizo mbili, akisema Beirut iko tayari kwa mazungumzo hayo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Havana. Rais Donald Trump wa Marekani amesema jana Jumatatu kwamba ananuia kuichukua Cuba katikati ya mzozo wa nishati uliokikumba kisiwa hicho uliosababishwa na vikwazo vikali vya mafuta ilivyowekewa na Washington. Trump amewaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House kwamba anadhani itakuwa ni heshima kubwa kwake kuichukua Cuba na kufanya chochote anachotaka kwa kuzingatia hali mbaya ya uchumi kisiwani humo. Baada ya kama miongo 7 ya kuipinga Marekani, viongozi wa Havana sasa wanakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa serikali ya Trump inayoonyesha dhamira ya kuandika historia. Cuba yenye karibu watu milioni 9.6 haina umeme, tatizo ambalo kulingana na shirika la umeme la kitaifa limesababishwa na kuzimwa kabisa kwa gridi ya taifa, ingawa limesema tatizo hilo kwa sasa linashughulikiwa. Na hatimaye Moscow. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimefanikiwa kudungua karibu droni 67 za Ukraine zilizokuwa zikielekea Moscow, hii ikiwa ni kulingana na taarifa zilizochapishwa na meya wa mji huo Sergei Sobyanin. Sobyanin amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba walifanikiwa kuzidungua droni 38 Jumatatu asubuhi na nyingine 29 majira ya mchana. Sobyanin aidha
Amesema kwamba vikosi vya ulinzi wa anga nchini humo viliangusha karibu droni 250 za Ukraine zilizokuwa zikielekea Moscow siku mbili zilizopita. Mashambulizi ya makombora kutoka Iran ambayo yameendelea kuyalenga mataifa mbalimbali ya Ghuba na Mashariki ya Kati na kutatiza usafiri jana Jumatatu katika uwanja wa ndege wa Dubai, huku nchi jirani ya Saudi Arabia ikiripotiwa kuzuia zaidi ya droni 60 kutoka Iran tangu usiku wa kuamkia Jumatatu mashariki mwa nchi hiyo. Mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran yameifanya Tehran kuendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi ikiyalenga maeneo mbalimbali ya mataifa ya Ghuba pamoja na kufunga mlango bahari wa Hormuz. Mengi zaidi anaarifu Lilian Mtono. Kumeshuhudiwa mashambulizi ya makombora na droni huko Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumatatu yaliyomuua mtu mmoja na kuharibu jengo moja kwenye mji wa Al-Quwain kaskazini mwa nchi hiyo. Usambazaji wa gesi katika kinu cha Shah umesitishwa kutokana na mashambulizi ya droni na sasa mamlaka zinatathmini athari, hii ikiwa ni kulingana na vyombo vya habari vya Abu Dhabi. Mapema leo mamlaka za UAE zilitangaza kufunga kwa muda anga lake kufuatia wasiwasi wa usalama kwenye kanda hiyo baada ya Wizara ya Ulinzi kusema ilikuwa ikikabiliana na vitisho vya makombora na droni kutokea Iran. Hata hivyo, baadaye safari za ndege zilirejea kama kawaida baada ya tahadhari kuondolewa, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la WAM lililonukuu mamlaka ya anga ya nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iraq imelaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga hoteli ya kitalii mjini Baghdad na ubalozi wa Marekani pamoja na kisima kikubwa cha mafuta kilichopo kusini mwa taifa hilo Jumatatu jioni na kuyataja mashambulizi hayo kama kitisho cha usalama na utulivu wa Iraq. Ni mashambulizi yaliyofanywa siku moja baada ya kundi la Kataib Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kutangaza kwamba kiongozi wake mwandamizi Abu al-Askari ameuawa. Waziri Mkuu Mohamed Shia al-Sudani ameviagiza vikosi vya usalama kuwasaka wahusika wa mashambulizi hayo na kuwafikisha kwenye mkono wa sheria mara moja ili waadhibiwe, hii ikiwa ni kulingana na msemaji wake Saba al-Numan. Iran kwa upande wake imeonya kulipiza kisasi ikiwa Marekani itafanya mashambulizi zaidi kwenye visima vya mafuta vilivyoko katika kisiwa cha Khag, amesema msemaji wa vikosi vya jeshi nchini humo Abulfazi Shekhachi. Shirika la habari la Tasmin limeripoti jana kwamba msemaji huyo alisema Iran itashambulia visima vyote vya mafuta na gesi vya taifa lolote litakalojihusisha na mashambulizi kama hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amenukuliwa akiwashutumu wapinzani wao kwa kujaribu kuilazimisha nchi hiyo kusalimu amri bila ya masharti na kusisitiza kwamba wanataka kuhakikisha vita hivi vinamalizika na hakutotokea vita vingine kama vya sasa. Katika hatua nyingine, Araghchi amesema hajafanya mawasiliano yoyote ya moja kwa moja na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, kauli inayotofautiana na taarifa za awali za vyombo vya habari kwamba kumekuwepo na mawasiliano baina yao katika siku za karibuni. Araghchi amesema kupitia mtandao wa X kwamba mara ya mwisho aliwasiliana na Witkoff kabla Rais Donald Trump hajaamua kukatisha mchakato wa kidiplomasia na kuanzisha operesheni nyingine haramu ya kijeshi. Na raia wa Iran wameendelea kukabiliwa na vita, ukandamizaji wa serikali na hofu, huku wachambuzi wakisema masuala hayo yanazidisha kiwewe na matatizo ya afya ya akili kwa raia wengi wa nchi hiyo. Je, nini kinaweza kuwasaidia watu kukabiliana na hofu itokanayo na vita? Ripoti ya mwandishi wa DW Carla Blaika inasoma studioni na Silvia Mwehozi. Mashambulizi yanayofanywa na Israel na Marekani yameendelea kuulenga mji mkuu wa Teherani na maeneo mbalimbali kote nchini Iran. Hata kabla tu ya vita kuanza, Wairani walimiminika mitaani kuandamana dhidi ya utawala wa kidini. Maandamano ya kudai uhuru na demokrasia yalisababisha maelfu ya Wairani kupoteza maisha. Wairani wanaendelea kuishi ndani ya vizuizi vilivyowekwa na serikali ambayo haitoi nafasi kwa watu kukiuka tafsiri yake ya Uislamu. Zaidi ya hayo, vikwazo dhidi ya Irani vinaifanya hali ya kiuchumi kuwa ngumu kwa watu wengi nchini humo. Kuwa katika hali ya tahadhari ya juu kunaongeza kitisho cha matatizo ya afya ya akili. Kulingana na mwanasaikolojia Dana Chubaji ambaye anafanyia utafiti athari za vita na kuyahama makazi kwa afya ya akili katika chuo kikuu cha Münster nchini Ujerumani, anasema kiwango cha matatizo ya afya ya akili, hasa ule unaotokea baada ya mtu kupitia tukio la kutisha au kuhatarisha maisha, PTSD,
Matatizo ya wasiwasi na msongo wa mawazo ni kikubwa zaidi miongoni mwa watu wanaokabiliwa mara kwa mara na vurugu. Anasema mara nyingi watu hawaonyeshi dalili za PTSD wakati wanapopatwa na hali ya hofu kubwa ya ghafla, kwa sababu ubongo wao unakuwa katika hali ya kujiokoa kwanza. Wanapolazimika kukimbia nchi yao na wapendwa wao, ubongo unawaelekeza katika hali ya dharura iliyo mbele yao. Dalili za PTSD kwa kawaida hujitokeza baadaye, anaeleza Chubaji, akiongeza kuwa dalili hizo huwa kikwazo katika jitihada za mtu kujenga upya ustawi wake baada ya kupitia hali ya ukimbizi. Kwa mujibu wa mwanasaikolojia mwingine wa masuala ya kitabibu Rita Rosner, alipozungumza na DW, anasema kuna tofauti kati ya mtu aliyepitia tukio moja la kutisha kama vile shambulio na mtu ambaye ameishi katika mazingira ya vita na vurugu kwa muda mrefu. Anasema utesaji wa kisiasa dhidi ya wapinzani nchini Iran umeendelea kwa muda mrefu sana. Maandamano dhidi ya utawala hubinywa mara kwa mara kwa kutumia nguvu, amesema mwanasaikolojia huyo, akiongeza kuwa Wairani wanaathirika moja kwa moja na hali hiyo ya kiwewe cha muda mrefu. Je, nini kinaweza kuwasaidia watu waliopitia uzoefu kama huo? Hali kama vile PTSD zinaweza kutibiwa kupitia usaidizi wa kisaikolojia na kijamii. Hii inajumuisha tiba ya vikundi au tiba ya mtu mmoja mmoja inayotolewa na wataalamu wa afya ya akili, lakini mazingira ya kijamii pia yanaweza kuwa na mchango mkubwa wa msaada. Wachambuzi wanasema madaktari wa maeneo ya ndani, walimu na viongozi wa dini wanapewa mafunzo ili kuwasaidia wagonjwa wao na wale walioko katika uangalizi wao wanapokabiliwa na kiwewe.